meneja mkuu wa chama kikuu cha ushirika Runali kinachohudumia wilaya za Ruangwa na Chingwea na Liwale. Kwa sasa chama chetu tupo kwenye maandalizi ya msimu wa 2026-2027, na msimu ambao uko mbele yetu kwa sasa ni ufuta. Kwa upande wa maandalizi tunashukuru, tumeshajiandaa vya kutosha, kwa sababu kwa mfano upande wa vifungashio tayari wazabuni wako vizuri, na kuna viroba ambavyo tayari tumeshaanza kufika, na hata hivyo viroba vilivyofika, hata kama msimu tukisema tuanze leo, maanake vinaweza kutosheleza kubeba kiasi fulani cha ufuta. Kwa upande wa vifungashio tayari vifungashio ndio hivyo viroba. Kwa upande wa wasafirishaji tayari tumeshatangaza tenda, tumeshafanya tathmini. Ndio siku ya leo tulikuwa tumetoka kufungua tenda pamoja na tathmini itafanyika leo. Kesho, lakini tutafanya hitimisho kesho upande wa tathmini kwa ajili ya kuwapata wasafirishaji, na tunashukuru tumepata wasafirishaji wa kutosha. Hii inatuonyesha kwamba hatutakwenda kukwama. Kama ambavyo mnafahamu, tulikuwa tuna mkutano mkuu hivi karibuni ambao uliambatana na mafunzo. Mafunzo yale pia yalilenga kujiandaa na msimu, kuandaa viongozi wa vyama vya msingi kwenye kuingia kwenye msimu, kwa sababu tunakuwa na changamoto mbalimbali. Tunakuwa na changamoto za ubora, tunakuwa na changamoto za malipo. Kwa hiyo pale tulikuwa tuna watu wa bodi ya korosho ambao walifundisha kuhusiana na ubora. Tulikuwa tuna mabenki, tulikuwa tuna watu wa Coasco. Kwa tulikuwa na kada mbalimbali ambapo walizungumzia walitoa mafunzo ya kuweka utayari wa kuingia kwenye kipindi cha minada. Kwa upande wa ufuta, kwa upande wetu sisi Runali hatuna changamoto kubwa sana ya, kwa mfano labda tuseme moisture, kwa sababu tunakuwa tunaingia kwenye kipindi cha ufuta mvua zikiwa tayari zimeshakata, lakini hiyo haitupi comfortability sisi ya kuacha kutoa rai kwa wakulima. Rai yangu kwa wakulima, tujitahidi kupeleka ufuta ambao ni mkavu, lakini pia kupeleka ufuta ambao ni msafi. Na maeneo yetu ya AMCOS wana hizi cheke hizi, wahakikishe ufuta unachekeshwa vizuri, lakini pia wana moisture meter ambazo zinasaidia kupima unyevunyevu wa ufuta. Kwa hiyo wahakikishe wanapeleka ufuta msafi, lakini pia upande wa vyama vya msingi wahakikishe wanapopokea ule ufuta wahakikishe wameukagua, wasichukue ufuta ukiwa kwenye kiroba. Aje mkulima amimine ufuta wauone, baada ya hapo wanaupeki vizuri, wanauhifadhi vizuri. Unajua swala la ubora aliishii tu kwa AMCOS au kwa mkulima, pia AMCOS naye anapopeleka kwenye ghala kuu aepuke kuchanganya ufuta na vitu ambavyo ni takataka, kwa mfano makinikia, kama ambavyo umewahi kusikia makinikia watu wanachanganya kwenye ufuta. Kwa hiyo wajitahidi wanapopeleka kwenye maghala, na wale waendesha ghala pia na wenyewe wawe waaminifu, wahakikishe ule ufuta umepimwa vizuri.